na kujitenga na mambo ya dunia. Haleluya kanisa. Amen. Lakini duniani asilimia ya watu wengi wako karibu na shetani. Hawako karibu mbele ya Mungu wao. Hawapo karibu na Mungu wao. Wako karibu sana na ibilisi. Tena wengine wako kanisa. Hata kama useme amina, hata kama upige vigelegele, wengine wako ndani ya makanisa bado ufanya mambo yao yale waliokuwa wanafanya mwanzo kabla ya Bwana Yesu mkombo. Tena ni viongozi wakuu wa makanisa, tena ni waumini. Ukimwona katika hali ya kawaida utasema nimepata muumini, lakini bado kuna mambo ya duniani anayofanya kisirisiri. Yesu mkombo amekuona. Yesu mkombo amekutazama. Anazungumza na wewe. Anasema na wewe kupitia ujumbe wa leo unaosema kujitenga na dunia, kujitenga na machafuko, kujitenga na mabaya. Leo tunawaumini makanisani, leo tunaviongozi makanisani. Matendo yao wanayofanya sirini ukiyaona kawaida unaweza ukaogopa. Hata kumsalimia unaweza ukaacha usimsalimie. Wana mambo ya siri wanayofanya, lakini ukimwona amekaa kanisani unasema ni mtakatifu hapa. Ukiwaona wamekaa kanisani unasema hawa ni malaika, lakini hakuna malaika, hakuna watakatifu. Haleluya. Kwa kupitia ujumbe huu Yesu anahitaji watakatifu wake, anahitaji watakatifu wake. Wale watakatifu walijitenga na dunia, wale watakatifu waliakimbia machafuko, wale watakatifu waliachana na dhambi, wakajitenga na dunia, wakamkaribia Bwana Mungu wao, wakamkaribia kizazi. Haleluya. Huwezi kumkaribia uso wa Bwana Yesu pasipo kujitenga na dunia. Leo vigelegele vimeisha. Leo shangwe imepungua. Leo kurukaruka kumepungua. Leo kurukaruka kumepungua. Haleluya. Yesu anasema kujitenga na dunia. Yesu anazungumza kujitenga na dunia. Hebu jitafakari juu ya leo. Hebu jipeleleze siku ya leo. Unaishije kwenye maisha yako ya wokovu? Bado unang'ang'ania mambo ya dunia? Bado unang'ang'ania matendo ya duniani? Tena yale uliyozoea, uliokuwa unafanya kabla unamjua Yesu Kristo ndiye Yehova, lakini bado uko ndani ya kanisa hili la Baba mzee wa Yesu. Haya mambo